Mimi leo nataka mniombee tu. Nataka mniombee tu wimbo mpya wa Oscar. Nasema hivi, kama kuna maombi, achana na Simba. Siombei Simba chochote. Niko hapa kuuombea wimbo wangu. Nimesema tena, ndani ya siku moja kuna views zaidi ya 100,000. Kwa msanii mpya ndani ya masaa 24 kuwa na views 100,000 on YouTube peke yake. Kama yuko msanii mwingine, na nyuma kumbuka, hakuna lebo, hakuna msanii mkubwa ambaye amekaa na muongoza Oscar. Jamani, moshi mweupe umetokea Kaliua this time. Tuishi humo yani. Siwezi kufanya collab na Baba Levo kwa sababu uwezo wake ni mdogo sana. Amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana, hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kaonyesha amekipata kwenye sanaa. Alafu kwa namna ambavyo game imebadilika, Baba Levo ni msanii wa zamani. Yani time imemkimbia, yamebakia huko. Mwendo ni speed sana ambayo hawezi. Hayuko kwenye mizania ya kufanya collab na mimi. Kwa hiyo inabidi ajipange sana, arudi huko K-Town people, labda arudi huko kwa ndugu zake, ndio anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa. Baba Levo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo. Na nitakwambia, and I stand to be corrected. Niambie kuna msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja msanii mpya akapata views zaidi ya 100,000 on YouTube. Nitajie msanii mpya kabisa kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ndani ya masaa 24 akawa na views 100,000. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliua. Ndani ya masaa 24 views 100,000 kwa msanii mpya, ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ya mwanaume mmoja. Nitajia hapo. Labda watu wanaweza kusema ukubwa wako ambao unao kwenye industry ya utangazaji huenda ndio imekupa kama lift la. Mimi ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa? Mimi ni sanaa mpya tena. Mimi nina ukubwa kwenye media, utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji. Wakati kikao kikiendelea na Mheshimiwa Mapana akiwa anaiplay ile nyimbo, nikakuona ukawa mtulivu sana. Ulikuwa unawaza nini? Mniombee. Yani nyimbo ni mniombee. Wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kwamba mniombee, kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa. Na ndio maana unaona hata wakati Dr. Mapana ameniuliza, ule ndio msingi wa ule wimbo. Wako watu wengi sana wanafanya maovu kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli kwa sababu kuna namna tu fiche watu wasiujue ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi. Na ndio maana nimetaja viongozi wa kiimani, kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo. Wale ndio viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha. Na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombee. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako. Kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comment yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unanielewa? Na amefurahia kila ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati unataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Unakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Mfanya kazi serikalini, fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5.
Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha, usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilivyoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndo naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeisha kamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA. Kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Mniombee, kwa sababu nilishauliza na nikaambiwa utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down. Na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka, ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, swali la mwisho hapa, swali la mwisho samani, lakini Oscar umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? Kazi ya muziki ni ile ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya, kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji sifanyi sanaa, na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana. Kwa hiyo ni hayo tu. Oscar umechelewa sana, labda muda wote ulikuwa wapi kuanza kufanya muziki mpaka sasa hizi? Sema unaweza kweli nguvu ya vijana ambao wapo kwenye soko sasa hivi kushindana nao? Hakuna kuchelewa kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapush na ukaenda juu zaidi, usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio. Tena hapa palipo ndio pazuri, kwa sababu miaka 10 ya kwanza ya Bongo Flava na I think even 5 iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza, kaka zetu na dada zetu wengi walifanya hii sanaa ni kuseti tu platforms. Unanielewa? Miaka 5 ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao waliset foundation kwenye Bongo Flava tayari wengi hawako kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliset na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flava ambaye nimekuja. Kwa hiyo nadhani ni good timing, kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yaani hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flava leo ili kesho nipate ugali. No. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi 10 kwenye huu muziki. Lakini najua hapa nilipo ndio the right kwa sababu huu ndio muda ambao muziki wetu una pesa nyingi sana. So nimekuja kuchukua pesa zangu. Uniombee ni bonge moja la ngoma, na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati wanaiplay hiyo ngoma. Natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana